Wanasema vita ni vita mura. Sasa nikwambie, Iran imeidukua Marekani. Kivipi? Kundi la wadukuzi wanaopinga uvamizi wa kivita wa Marekani imetangaza kwamba imedukua vituo vya maji vya California kama kulipiza kisasi cha moja kwa moja kwa shambulio la anga la Marekani lililoharibu maghala ya maji ya kunywa kusini mwa Iran. Kundi hilo linalojulikana kama Handala limesema kwamba limelenga miundombinu ya maji ya California baada ya vikosi vya jeshi la Marekani kushambulia maghala mawili ya kuhifadhia maji huko Sibrik, mji ulioko katika jimbo la Hormozgan, na kukatisha upatikanaji wa maji ya kunywa kwa zaidi ya wakazi 20,000. Nikinukuu, anasema siku mbili tu zilizopita Trump aliharibu vyanzo vya maji vya watu wa Sibrik kwa makombora mamilioni ya dola na kusababisha ukosefu wa maji na mateso katika joto la nyuzi joto 50. Handala imesema kwenye taarifa yake na kuongeza, leo adhabu imefika kwenye moyo wa Marekani. Kundi hilo limesema limejizuia kukata maji kwa miji ya Marekani, uwezo ambao limesema linalo, likitaja kanuni tofauti za maadili kuliko wasimu wake Marekani. Tungeweza kukata maji kwa urahisi kwenye miji ya Marekani kama alivyofanya rais wenu mpumbavu, lakini njia yetu na maadili yetu ni tofauti, imeongeza taarifa ya Handala. Kundi hilo la wadukuzi limesema hatua hiyo ilikuwa onyo kwa ikulu ya White House. Huu si mwaka wa 2010 ambapo ungeweza kushambulia kwa Stuxnet na usipate madhara yoyote. Leo kila shambulio litakabiliwa na shambulio na pigo kubwa zaidi kwa miundombinu yako mwenyewe ndani ya saa chache, imesisitiza taarifa hiyo. Shambulizi la Marekani dhidi ya mifumo ya usambazaji wa maji huko Sirlek, kusini mwa Iran, limekabiliwa na lawama na ukosoaji mkubwa na kuchochea hatua za kisheria. Mujtaba Hakraman, mkuu wa mahakama ya mkoa wa Hormozgan, ametangaza kwamba shambulio hilo limesajiliwa rasmi kama kesi ya uhalifu wa kivita, akinukuu vifungu vya 52 na 54 vya itifaki ya kwanza nyongeza ya 1977 ya mikataba Geneva ambayo inakataza kuharibu miundombinu muhimu kwa maisha ya raia, ikiwa ni pamoja na mifumo ya maji. Wakati huo gazeti la mashauri la The New York Times limesema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya miundombinu ya maji kusini mwa Iran inaweza kuhesabika kama uhalifu wa kivita, kwani kulenga miundombinu ya kiraia ni kinyume kabisa na sheria za kimataifa. Vilevile, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Esmail Baghaei, amelaani mashambulizi ya kikatili ya Marekani dhidi ya meli za kibiashara za India na kusisitiza kuwa mashambulizi hayo ya Marekani kwenye bahari ya Oman ni uharamia wa serikali. Baghaei ameandika kwenye akaunti ya X kwamba mashambulizi ya kikatili ya Marekani dhidi ya meli za kibiashara ambayo yameua raia wa India wasiopungua 3 ni ushahidi wa wazi na sera ya Marekani ya ujambazi wa kutumia silaha na uharamia wa serikali. Namnukuu, tunatoa mkono wa pole kwa familia na marafiki wa mabaharia wa India waliouawa, na tunatuma rambirambi zetu za dhati kwa wananchi na serikali ya India, ameandika msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Ismail Baghaei amesisitiza kuwa jamii ya kimataifa lazima iwajibishe Marekani kwa vitendo vyake vilivyo kinyume cha sheria, vinavyoendelea kutishia amani na usalama duniani na kuhatarisha uhuru wa usafiri wa majini. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ameeleza haya huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka kufuatia mashambulizi mtawalia Marekani dhidi ya meli za biashara za India katika bahari ya Oman. Siku ya Alhamisi, kamandi kuu ya Marekani ilisema kuwa ndege ya Marekani ilirusha makombora mawili ya Hellfire kwenye chumba cha injini ya meli ya mafuta ya Jalver, ikidai kuwa meli hiyo ilikuwa ikisafirisha mafuta ya Iran. Serikali ya India imesema kuwa wafanyakazi wote 20 wa meli hiyo walikuwa salama na walihamishwa kwa msaada wa Oman. Hatibu wa swala ya Ijumaa mjini Tehran amesema adui wa taifa haelewi lugha ya mazungumzo wala lugha ya kusitisha mapigano, bali anaelewa lugha ya mabavu ambayo majeshi ya Iran yamemfanya ielewe vizuri sana na yataendelea kumfanya adui aielewe vizuri zaidi. Ayatollah Ahmadi Khatami amesema swala la kulipiza kisasi lililotokea wiki iliyopita, hasa kuingia Iran katika uwanja wa kuiunga mkono Hezbollah Lebanon, kurudi nyuma kwa adui mzayuni, imetoa ujumbe kadhaa muhimu. Imamu wa swala ya Ijumaa Tehran amesema ujumbe wa kwanza ni kwamba kile maafisa wa jeshi la Iran wanachosema si kauli mbiu tupu, bali wamekitekeleza katika uwanja wa vita. Walitangaza kwamba watajibu iwapo kutafanyika uchokozi wowote dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut, na wametimiza ahadi yao kwa vitendo. Amesisitiza kuwa leo pia utawala wa Kiislamu nchini Iran si wa kauli mbiu tu, na unawatangazia maadui zake kwamba hatua yoyote ya uchokozi itakabiliwa na jibu kali na la uhakika. Hatami amesema ujumbe wa pili wa matukio haya ni kwamba watu wa Iran wanakabiliwa na maadui wanaovunja ahadi na mikataba yao, maadui ambao hawazingatii ahadi zao na wana historia ya uchokozi na uvunjaji wa ahadi. Hatibu wa swala ya Ijumaa Tehran ameongeza, adui haelewi lugha ya mazungumzo na kusitisha mapigano, na anarudi nyuma tu
wajihiana na nguvu na mabavu. Ayatollah Hatam amesema mchango uliotolewa na Ansarullah wa Yemen, Hezbollah Lebanon na vikosi vya uhamasishaji vya wananchi wa Iraq kwenye uwanja huu ni dhihirisho la mshikamano na umoja miongoni mwa harakati za mukawama. Ameongeza kuwa taifa la Iran linajiona katika mstari wa mbele wa kutetea maadili, utu na thamani ambazo zina mizizi katika utamaduni wa Ashura na harakati ya mapambano ya Imam Hussein bin Ali. Saidi Ahmad Hatami ameendelea na hotuba yake na kusema kauli mbiu ya mapambano ya Ashura ya Imam Hussein ya kupinga dhulma na uonevu iko hai katika maisha ya taifa la Iran, na mwaka huu wananchi wameonyesha dhihirisho la kivitendo la kauli mbiu hiyo. Vilevile Tucker Carlson, mwanahabari maarufu wa kiafidhini wa Marekani, amesema kwamba matukio ya sasa katika mzozo wa Asia Magharibi inaonyesha mapungufu ya nguvu ya kijeshi ya Marekani, akisisitiza kwamba Washington imeshindwa kufungua tena lango bahari la Hormuz licha kutumia gharama kubwa. Tucker Carlson ametangaza kwenye chaneli yake ya YouTube kwamba hata kwa kuwa na meli za kubeba ndege zenye thamani ya dola bilioni 120, Marekani imeshindwa kulinda lango bahari la Hormuz, akiashiria kwamba kuna masuala ambayo Marekani haiwezi kuyatatua kwa urahisi. Ameongeza kuwa mgogoro wa hivi sasa unaonyesha uwezo mdogo wa Washington na kupanuka mgogoro wa Asia Magharibi kunaonyesha jinsi viongozi wa Marekani walivyopoteza kikamilifu uwezo wa kuchukua maamuzi muhimu ya sera za kigeni za nchi hiyo. Mtangazaji huyo maarufu wa Marekani pia amezungumzia kauli za Trump zinazorudiwa kuhusu makubaliano tarajiwa ambayo hayatekelezwi, akisisitiza kauli hizi zinazorudiwa na zisizo na matunda zinatilia shaka ufanisi wa michakato ya mazungumzo. Awali gazeti la Guardian lilikuwa limemtaja rais wa Marekani Donald Trump kuwa ni msimuliaji asiaminika wa vita dhidi ya Iran na kuandika kwamba amezungumzia mara kwa mara kuhusu kukaribia kufikiwa makubaliano na Iran, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa na badala yake mvutano na mashambulizi ya kijeshi ya pande mbili yameendelea. Gazeti la Ufaransa la Le Monde pia limeandika kwenye makala yenye kichwa cha habari udhaifu wa Trump katika mtego wa Iran kwamba kauli mbiu ya rais wa Marekani ya amani kupitia nguvu haikuwa na tija katika kesi ya Iran. Chombo hicho cha habari cha Ufaransa kimesisitiza kwamba vita vya Iran vimekuwa na gharama ya kisiasa kwa Trump na matarajio yanayojiri badala ya kufanana na ushindi wa haraka kwa Washington. Makubaliano yoyote kati ya Iran na Marekani yatakuwa na matokeo ya moja kwa moja kwa Lebanon bila kujali kwa mamlaka za Lebanon zinakubali au la. Bunge wa Hezbollah katika bunge la Lebanon baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kudai kuwa makubaliano ya Tehran yanakaribia, amesema. Huyu ni Hassan Fad Allah, mjumbe wa kambi ya uaminifu kwa mukawama katika bunge la Lebanon.